mambo ambayo Yesu amefanya kwetu. Cha kwanza kabisa, kwa makini kama unaandika ama unasikiliza, tusome kitabu kile cha Warumi sura ile ya 3. Warumi 3:24-25, Biblia inasema, anza 23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio. Na wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanya. Asante sana. Hapa pana mambo mawili, lakini tagusa moja baada ya kingine. Hapa kuna mambo mawili kwenye mistari hii. Kuna mambo mawili ambayo Bwana Yesu amefanya. Cha kwanza kabisa, katika paragrafu tuliyosoma, aliziachilia dhambi zote zilizotangulia kufanya. Hili ni jambo la kwanza. Yesu alipokuja, kazi yake ya kwanza ilibidi azifute dhambi zote zilizotangulia kufanywa, asituhesabie dhambi. Hili ni jambo la kwanza kabisa. Maana yake alijua sheria imeweka, watu hawakuitii, walizidi kuharibikiwa. Sasa anapokuja na neema anasema anafuta hiyo dhambi zote za nyuma. Anakuona wewe ni mtakatifu, anakuona wewe ni mwenye haki, anakuona wewe ni mtu ambaye hujawahi kufanya dhambi. Cha kwanza alichokifanya kwetu, alifuta, akasamehe dhambi zote za huko nyuma. Jambo la pili liko hapo. Jambo la pili, akatuhesabia haki bure kwa njia ya imani. Jambo la pili, akatuhesabia haki. Yaani wewe ni mwenye haki, huna dhambi, wewe ni mtakatifu, wewe ni mcha Mungu, hauna waa lolote, hauna kwazo lolote. Yaani Mungu anakuhesabia haki bure, sio kwa matendo yako, sio kwa matendo yako, anakuhesabia haki bure. Unajua, katika ulimwengu huu, kama hujafikia viwango vya kusema mimi sina dhambi, bado una matatizo. Yaani sisi tuliokolewa, unatakiwa ufike mahali, kwa sababu ulishahesabiwa haki, useme hivi, mimi sina dhambi, mimi ni mtakatifu. Maandiko yananithibitisha katika Zaburi ya 16 mstari wa 3, watakatifu walioko duniani, hao ndio walio safi, hao ndio napendezwa nao. Jamani, haleluya! Walioko wapi? Watakatifu walioko wapi? Rafiki yangu, mimi ni mtakatifu, mimi ni mwenye haki, kwa sababu ya haki yangu imetoka mbinguni, nikavishwa kwa imani. Na mimi nikasema, kwa sababu nimehesabiwa haki kutoka mbinguni, mimi ni mwenye haki, kwa sababu nimevikwa haki kutoka kwa Baba, mimi ni mwenye haki, ni mtakatifu. Biblia inasema kitabu kile cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8, jamani, wokovu ni neema ya Mungu, wala sio matendo ya mwanadamu. Ni Mungu anatengeneza, ni Mungu amefanya. Akisha kukuokoa, kuna matendo aliyatengeneza tokea awali. Katika mstari wa 10 katika ile Efeso 2:10 anasema Mungu alitengeneza matendo mema tokea awali, ili sisi tuenende nayo. Tukishahesabiwa haki, tunapewa matendo mema yaliyoandaliwa tangu kuwekwa misingi ya dunia, yanawekwa ndani yetu. Tunaanza kuishi watakatifu, tunaanza kuishi wenye haki, tunaanza kuishi kwa kumjua Mungu kuwa ni Baba yetu na kumwabudu na kumpenda. Pigia Yesu makofi yenye kilo. Jambo la tatu ambayo Yesu anafanya kwetu, Mungu ilijua kwamba wakati tunapofanya dhambi iliandikwa hati ya mashtaka. Iliandikwa hati ya mashtaka. Yaani shetani alituandikia hati ya mashtaka kwamba sisi ni watu wake. Kwa nini? Kwa sababu hata na Mungu mwenyewe alitukabidhi. Siku ile alipomwambia nyoka hivi, haya, kuanzia leo kwa tumbo utakwenda na mavumbi ya nchi utakula. Ona fikiri shetani anakula mavumbi haya. Mavumbi aliyoambiwa utakula ni mimi na wewe. Yaani Mungu alimwambia kwa kuwa umeshamharibu mtu,
huyu mtu ni mavumbi na mavumbi atarudi. Sasa kwa sababu umeshamharibu, endelea kula maisha yake mpaka nitakapokurudia. Kwa hiyo mavumbi aliyotajwa na Mungu, mavumbi ya nchi utakula, sio kwamba nyoka ale mavumbi ya nchi, anakula mwanadamu. Ndio maana shetani anapenda kukaa kwa watu, mapepo yanakaa kwa watu, majini yanakaa kwa watu, yanazingatia neno la Mungu. Mtakula mavumbi haya mpaka nitakapokuja kumwokoa mavumbi wangu. Kwa hiyo sisi tulikuwa chakula cha shetani 100% miaka yote hiyo kabla Yesu hajaja. Na Yesu alipokuja sasa anakuja kutufutia hiyo